matatizo yamekwisha tokea, na kama nchi lazima shughuli za maendeleo ziendelee kufanyika, na kama nchi hauwezi kusema matatizo yametokea halafu nchi isimame, yaani kwa maana kwamba shughuli za kazi na shughuli za maendeleo zisifanyike. Na lazima tutafute utaratibu kama Watanzania na kama raia wa Tanzania, tujue ni namna gani tunaweza tukayatatua matatizo yetu sisi wenyewe bila kutegemea raia wa nje, kwa sababu hakuna raia wa taifa lolote lile ambaye anaweza kuja kututatulia sisi matatizo yetu. Kama kuna tunasema Tanzania tumekuwa na amani, tumekuwa na mshikamano. Ukiangalia hali ilivyo ni kwamba kuna makundi ambayo yamegawanyika na kuna raia ambao wamegawanyika. Kwa hiyo taasisi za dini, serikali yenyewe, wananchi wenyewe, ni wajibu wetu sisi wenyewe kukaa na kujadiliana ni namna gani tunaweza tukatatua hizi tofauti zetu zikaisha. Zikaisha kwa sababu kuna wenye imani hii, kuna wenye imani hii. Tunaweza tukakaa tukijadiliana na tukamaliza tofauti zetu. Kwa hiyo mimi niendelee kushauri kwamba hata tukizungumza sana kwenye vyombo vya habari, swala ni kwamba kama taifa, kama nchi, matatizo yalitokea, na kama matatizo tunakubali yalitokea, wajibu wetu ni kuzungumza sisi kama sisi wenyewe, lakini wananchi wenyewe wazungumze namna gani wanaweza wakaondoa mkwamo uliopo, maana kuna pande mbili ambazo zinapingana hapa. Haina afya kwa maendeleo ya nchi yetu, haina afya kwa ustawi wa taifa letu, haina afya kwa mustakabali wa mwananchi mmoja mmoja. Tukiendelea kuishi kwa utengano namna hii, sidhani kama kuna kitu chochote tunafaidi. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba umoja wetu, mshikamano wetu, amani yetu ndio taifa letu. Wanasema haki lazima iambatane na amani. Penye amani haki ipo, penye haki amani ipo. Ni mawazo ya wananchi wetu, na lazima tuyakubali, na lazima tuyapokee, na lazima tuyafanyie kazi. Unajua kiongozi, kazi ya kiongozi ni kusikiliza kwanza shida za watu, matatizo ya watu, maoni ya watu na mitazamo ya watu. Uongozi ni watu, na ili uitwe kiongozi lazima ushughulike na shida za watu. Nazungumzia nauli, mafuta ya taa, mafuta ya gari, sijui vyakula, mfumuko wa bei ya vyakula. Kiongozi lazima ushughulike na shida za watu, na shida za watu ndio kama hivyo, bei ya mkaa. Maana tunaangalia ni vitu gani ambavyo vinamgusa raia moja kwa moja. Tunazungumzia vyakula, tunazungumzia maji, tunazungumzia umeme, tunazungumzia hayo mafuta ambayo mafuta yakiwa juu sana yanasababisha karibu bidhaa zote nchini zinapanda bei. Kazi ya kiongozi ni kushughulika na shida za watu na kuzitatua. Kushughulika tu, unashughulika na unazitatua, ndio kazi ya kiongozi. Na nchi kama nchi lazima iwe na kiongozi. Hauwezi kusema kwamba nchi yetu tulikuwa na matatizo sasa isiwe na kiongozi. Hapana, matatizo yalikuwepo, tumempata kiongozi,
bila kuangalia hali. Tumempata kiongozi, tunaye na lazima tumheshimu kama nchi, kwa sababu mkiruhusu kwamba kiongozi yupo alafu sasa anadhalilishwa tu anabanangwa tu, sasa hiyo sio nchi. Ndio maana kuta wenzetu wa Kenya, Ruto pamoja na matatizo yake yote, kwenye swala la kumlinda rais wao dhidi ya matatizo kutoka nje au dhidi ya watu ambao wao wenyewe walishiriki kuandaa utaratibu wa kisheria kwa maana ya katiba ya Kenya. Hao tena walioandaa utaratibu huo wa katiba ya Kenya wanataka tena kumharibia. Wakenya wanakuwaga pamoja kwenye mambo ya msingi. Kwa hiyo kama nchi lazima tujadiliane tu. Nchi haiwezi kuwa na iwepo alafu isiwe na kiongozi. Waziri hawezi kupatikana bila rais. Mkuu wa mkoa hawezi kupatikana bila rais. Kwa mimi niseme serikali na vyombo vya dola, vyombo vya dini na taasisi zingine zote, ni wajibu wetu kama taifa kukaa pamoja, kujadiliana, kuangalia tulikosea wapi, turekebishe wapi, tuyamalize tofauti zetu, maisha yaendelee. Hatuwezi kuendelea kila siku tunarumbana, alafu mwisho wa siku nani anafaidi? Mwisho wa siku nani anafaidika? Kwa sababu hii ni nchi yetu. Na kama ni nchi yetu, ni sisi wenyewe tuna wajibu wa kuilinda na kushughulika na taifa hili ili liweze kusonga mbele. Sasa mkisema kwamba mmegawanyika, hawa huku hawamtambui huyu, hawa wanamtambua, alafu mkaenda hivyo hivyo, mnamkomoa nani? Kwa hiyo ifike kipindi matatizo yameumbwa kwa ajili ya binadamu. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, kamwe katika maisha yako usiwasahau watu hawa. Aliye kusaidia ukiwa kwenye shida usimsahau. Aliyekusaidia ukiwa kwenye shida usimsahau. Aliyekuweka kwenye shida, aliyesababisha ukapata hizo shida, hiyo usimsahau. Na aliyekuacha wakati wa shida usimsahau pia. Lazima uthamini waliokusaidia. Lazima uwathamini waliokusaidia. Na pia ujifunze kwa watu waliokuweka kwenye changamoto. Ujifunze kwao. Mwisho, usisahau kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini pia usisahau kuomba msamaha kwa waliokukosea na waliowakosea. Kuomba msamaha ndio utu wenyewe. Nilifanya makosa, mimi Cyprian Majura Msiba, naombeni mnisamehe. Mimi ni binadamu, sio malaika. Kwa hiyo, na mwisho, kumbuka siasa haina adui wa kudumu. Na nikwambie jambo moja, ninaamini matatizo haya tunayopitia kama taifa yataisha. Suni yataisha na ufumbuzi utapatikana. Kwa nini nakwambia hivyo? Baadhi ya watu wengine walikuwa hawafanyi shughuli zao, kazi zao za kisiasa, lakini nimeona vyombo vya sheria vimewaruhusu kufanya shughuli zao. Ndio maana nakwambia kama taifa tunakwenda polepole, naamini matatizo yataisha.
na kama taifa tutarudi kwa pamoja na maisha yataendelea, kwa sababu sisi ni binadamu. Kama taifa hamwezi mkawa perfect tu. Kuna wakati mnajikwaa, kuna wakati mnafanikiwa. Kwa hiyo kama tulijikwaa, ni wajibu wetu sasa kujipanga upya, tukiwa wamoja kama taifa, tukiwa Watanzania, ili tuweze kwenda. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu, naweza nikasema hivyo. Nadhani majadiliano na mazungumzo ni jambo la msingi sana kuliko kitu chochote. Hauwezi kusema kwa sababu hata haya makundi yanayohasimiana haya, unaweza kukuta mjomba yuko huku kulia, mama mdogo yuko kushoto, kaka yuko kulia, dada yuko kushoto. Ni ndugu wale wale. Yaani hawa wako huku, hawa wako huku. Lakini sisi baba yetu ni mmoja tu, ni Tanzania. Kwa hiyo mkisema mwasimiane mpaka kwenye mambo ya msingi, sasa hilo halitakuwa taifa tena. Taifa lipo. Sisi binadamu tunapita. Nakumbuka uongozi ni kama koti la kuazima tu. Leo upo, kesho upo. Lakini pia sisi binadamu tunapita duniani hapa. Na hatujui ukisha pita hapa duniani huko unako kwenda unaenda kukutana na nini. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujua kwamba leo upo, kesho haupo. Na tunahitaji kama wanadamu kuishi pamoja na kusameheana ili maisha yaendelee. Ndio mimi niliwahi kumzungumzia bwana mmoja ambaye yuko kule kwenye vyombo vya sheria magereza huko. Nilisema nilimuomba msamaha. Mimi ni kati ya watu niliokuwa ninamsema sana vibaya. Lakini yeye ni binadamu na sisi ni wanadamu, tunapaswa kusameheana ili maisha yaendelee. Mimi naongea kama mwanachama wa CCM, mwenye kadi ya zamani na kadi ya hizi za digital. Taifa ni muhimu kuliko kitu chochote. Nchi ni muhimu kuliko kitu chochote. Wananchi ni muhimu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo tunaweza tukazungumza sisi wenyewe tukayamaliza tu bila watu wengine kuinterfere kutoka nje. Tukayamaliza sisi wenyewe tu, kwa sababu unadhani nani atakuja kutujengea Tanzania kama sio sisi wenyewe? Sisi wenyewe. Lakini sisi wenyewe pia ndo tunaweza tukaibomoa Tanzania. Sisi wenyewe raia ndo tunaweza tukaibomoa Tanzania. Kwa nini mkubali kuibomoa nchi yenu nyinyi wenyewe? Taifa ambalo Mwalimu Nyerere alilitengeneza kwa kushirikiana na wenzake kwa nguvu kubwa sana. Wengine walipoteza hadi maisha. Wengine walikuwa wali, wengine walikuwa walali. Kwa nini tukubali kuvuruga taifa letu kwa mambo binafsi? Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wetu na wananchi wenyewe pia, na vyama vya siasa na viongozi wa dini kuweka maslahi ya nchi yetu mbele kuliko kitu chochote. Taifa hili likibomoka hakuna atakayefaidika. Wote tutaumia. Chadema wataumia, CCM wataumia, viongozi wa dini wataumia, serikali itaumia, wafanyabiashara wataumia. Kwa hiyo kwa nini tuendelee kusuguana wakati sisi wote ni wamoja tu? Makamu wa Rais wa sasa Emmanuel Nchimbi, kuna kauli yake moja mimi huwa naipenda sana kuisikiliza. Aliwahi kusema watu milioni 60 na karibu na 5, tunakwenda na 7. Lazima mtofautiane kimitazamo. Yaani haiwezekani wote mkawa na mtazamo mmoja. Kwa hiyo yule ambaye ananipinga mimi Cyprian Msiba ni Mtanzania. Ni Mtanzania. Na viongozi ni Watanzania. Serikali hiyo inaongozwa na Watanzania. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba kama nchi lazima tuna mitazamo tofauti, lakini lazima tukubaliane kwamba huyu lazima
ukifanya hichi, huyu anaona kwamba umefanya sio, lakini kuna huyu anayeona kwamba umefanya sahihi. Wote ni Watanzania. Kwa hiyo tusiliharibu taifa letu kwa sababu ya mambo binafsi au kwa sababu ya siasa. Siasa zinapita. Siasa zinapita. Na hakuna sababu ya kudhani kwamba kama taifa hatuwezi kurudi tukakaa pamoja. Hapana, sio kweli. Sio kweli. Mimi naamini matatizo yaliyopo viongozi wanayaona, watawala wanayaona na wanafanya juhudi za kuyatatua na kuyamaliza na kurejesha umoja wetu na mshikamano wetu. Mimi hayo kwa upande wa hilo naweza nikakwambia hivyo. Vipi kuhusu ripoti ya tume kwa mtazamo wako? Sina comment. Ripoti ya tume nisamehe, sina comment. Unajua wakati mwingine yani jambo likishatokea tusili-entertain sana. Tuangalie mbele ili nchi isonge. Yani mkijadili jambo moja kwa miezi 8, hizo kazi zitafanyika saa ngapi? Tuwe na utaratibu wa kuhoji ndio. Lakini pia tuangalie na taifa linakokwenda, linakotoka na tulipo. Yani haiwezekani tujadili jambo moja hilo mwaka mzima mnajadili jambo hilo. Hizo kazi zingine zitafanyika saa ngapi? Kuna watoto wako madarasani wanahitaji madawati. Kuna walimu hawana nyumba, wengine baadhi hawana pa kulala. Kuna mambo ya mifumuko ya bei. Nyinyi mnajadili jambo moja hilo. Kuna watumishi wa umma wanahitaji mishahara yao. Sasa mkijadili jambo moja lile kama nchi mtaenda wapi? Kwa sababu nimesema tangu mwanzo kwamba matatizo yametokea na tumekubaliana kwamba yametokea. Sasa matatizo yametokea, maana yake tukae. Yaani kama nchi tukae tu. Yaani kisifanyike chochote. Kwa sababu shughuli za maendeleo na kazi lazima ziendelee. Na hauwezi kuwa na taifa ambalo halina kiongozi mkuu. Hilo haliwezi kuwa taifa. Yaani taifa lazima awepo kiongozi namba 1. Alafu wanakuja wa chini. Kama katiba yetu inavyotuelekeza. Wakati mwingine ndio maana nikasema kama nchi lazima tusameheane tu, tuanze upya, twende. Yaani hayo mambo ya kuweka mavisasi, mavisasi. Anyway. Unajua nchi hii, ngoja nikwambie. Ifikie kipindi wale wanaojiona kwamba mimi ni CCM sana, siwezi kuguswa. Kwa sababu yeye ni mbunge wa CCM. Kwa sababu yeye ni waziri wa CCM. Kwa sababu yeye ni mkuu wa mkoa ambaye anatokana na CCM. Wanafanya mambo ya hovyo kwa sababu ni CCM. Sasa tuondoe hiyo. Kama mtu ni CCM, amefanya mambo ya ajabu, ametajwa kwenye wizi, ana vikundi vya kuteka na kuua na kupora maduka ya watu usiku. Watu wamejiridhisha kwamba huyu alishiriki kwenye mambo ya kupanga nia ovu ya kuharibu taswira ya taifa letu. Lakini ni mwana CCM. Asiachwe. Ashughulikiwe. Yaani wana CCM ndio wanapaswa kushughulikiwa wa kwanza ili uwe mfano. Umejisahau sana. Yaani kwamba wewe unaendesha tu kikundi cha kuteka na kuua watu ama unataka kuchoma manyumba ya watu kwa sababu wewe ni CCM, halafu wanakuacha. Wanakuachaje? Na mimi nikwambie wenye matatizo makubwa kabisa katika nchi yetu wako ndani ya CCM. Unakumbuka Mheshimiwa Rais aliwahi kusema wakati anaapishwa mwanzo kwamba wako watu ndani ya CCM ndio wana shida. Sasa mtu asijifiche kwenye kivuli cha CCM akavuruga nchi yetu kwa sababu yeye ni CCM. Ashughulikiwe tu. Ashughulikiwe tu. Kwa wakati mwingine tujaribu mambo yametokea, tukubaliane na situation ilivyo, tujipange upya, tusameheane, tujenge nchi yetu, tusonge mbele. Lakini mtu asije akaitumia CCM vibaya kwa sababu anafanya uhalifu, kisa yeye ni CCM, anajua hawezi kuguswa. Huo utaratibu tujaribu kuachana nao. Tuguse kila sehemu. Kama wewe ni mwana CCM,
unavunja sheria za nchi, ushughulikiwe tu. Kwa sababu mimi siamini kwamba wanaovunja sheria za nchi ni Chadema peke yao. Sio kweli, au ACT au TLP. Wako wana CCM mule na wanavunja sheria za nchi. Ushughulikiwe tu. Yaani mtu ni CCM anamilikije kikundi cha ujambazi? Ni mbunge alafu anamiliki kundi la ujambazi. Kisa yeye ni CCM? Hapana, ashughulikiwe ili uwe mfano kwa wana CCM wenzake kwamba nchi hii vyama vyote vya siasa vina haki ya msingi katika nchi, kwa sababu ni raia wa Tanzania. Katiba inayokulinda wewe mwana CCM kama mimi ndiyo inayomlinda mwana Chadema, mwana ACT, TLP na mavyama mengine hayo. Kwa hiyo sheria ni ile ile tu, sheria ni ile ile. Tusikubali kuzungumza neno hilo kila siku hilo, alafu nchi inasongaje mbele? Una jambo lingine mzee? Umeniuliza kitu ambacho nilikuwa nakifikiria. Kuna wabunge wawili ambao nimewasikiliza karibuni. Mimi of course naongea kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao ninaamini kwamba ili bunge lina mapungufu makubwa sana. Mbunge anatoa hoja kwamba serikali iongeze 10% mpaka 30 kwenye miamala ya simu ili wabunge wapate bima za afya. Mwingine akaja na hoja kwamba kama sisi wabunge tuna bima za afya, tunaomba na wazazi wetu nao waingizwe humo. It's nonsense. Yaani nchi hii imefikia katika hatua ambayo tuna wabunge ambao hawafikirii hata kidogo. Ukiona taifa limefika hapo, ni tatizo. Hebu angalia zile kodi tu za serikali ambazo mwananchi anapambana nazo. Alafu unakuwa na mbunge anakuambia kwamba tuongeze 10% mpaka 30. Ni ajabu sana. Kwa hiyo tuna bunge ambalo mimi naliita ni bunge la ajabu. Alafu wanakula hela za hao walipa kodi wanaotaka wakatwe matozo mengi na makodi mengi. Ndio wanawalipa mishahara wa bunge. Mbunge analipwa 600,000 karibu kwa. Kama sikosemi milioni 18 sasa kwa mwezi. Akistaafu ana kama 200 mpaka 300. Natolea mfano. I'm not sure. Wanaojua watanirekebisha. Lakini kwenye jimbo lake lile, mimi bahati nzuri nimegombea ubunge kwenye ngazi ya kitaifa. Nimetembea vijiji 48 kwenye jimbo lile. Mwalimu, kwanza kuna tatizo kwenye swala la nyumba za walimu. Kuna tatizo kwenye madarasa yetu mengi, asilimia karibu 99 ni vumbi. Ni vumbi. Lakini hawa watoto wa kike kuna swala la taulo za kike. Hao wanaokuwa la 7 na kuendelea na kuendelea huko juu. Taulo za kike zinawasumbua sana. Na sisi ni wazazi. Matundu ya vyoo ni tatizo. Leo anakuja mbunge anakuambia kwamba kata miamala ya simu yote. Yule mwananchi ambaye yuko kule kijijini, hakuna hata barabara, ni vumbi tupu. Huyo mbunge anasema akatwe 10% mpaka 30 kwenye muamala wake ili yeye apewe bima ya afya. Yaani mimi ndo ningekuwa naamua lile bunge ningelifunga. Hizo pesa wanazo, au kama sio kulifunga, ile mishahara na posho za wabunge kulingana na situation ya taifa letu tulipofikia zitolewe. Sijui mafuta ya gari, sijui suti, sijui tai, sijui nini, futa vyote. Halafu ule mshahara ule, hizo hela zote unampa mbunge milioni 18 ya nini? Yaani anafanya kitu gani? Sasa mimi ningekuwa mbunge ningelisema ndani ya bunge, ningeomba tubadilishe sheria. Wabunge wote maposho hayo na mishahara makubwa yapunguzwe. Waongezwe madaktari, waongezwe walimu, zipelekwe dawa vijijini, zijengwe
zahanati kwenye mavijiji yetu na vituo vya afya. Unampa mbunge hela zote hizo, mwaka inaisha miaka 5 hajafika kwenye jimbo lake. Akienda kuomba tena ridhaa ya wananchi, anakwenda na milioni 300 ananunua chumvi, kwa sababu moja ya tatizo la nchi yetu ni kwamba wale wananchi wenyewe 99.99999 hawajitambui sana, yaani hawajui kwamba wao ndio mamlaka, hawajui kwamba wao ndo wameshikilia mamlaka. Kwa hiyo mbunge akimpelekea chumvi, akampelekea andazi moja, akampelekea chai, anajua huyu mbunge ndo wa maana sana. Alafu yeye mtoto wake anakwenda shuleni, hata kiatu hana, hata uniform za shule hana, lakini mtoto wa mbunge anasoma Uingereza. Huyu anayempigia kura anajisaidia choo cha shimo ambacho hakijajengewa. Kwa hiyo tuna wabunge ambao uwezo wao wa kufikiri ni mdogo sana, na ndio maana sometimes tunapiga mark time, tunarudi nyuma. Mheshimiwa Rais anajitahidi afanye mambo ya msingi, lakini kuna baadhi ya wabunge, kwa sababu unajua serikali inatokana na wabunge, aina ya wabunge. Ukiwa na wabunge ambao uwezo wao ni mdogo wa kufikiri, unapata serikali ambayo ina matatizo. Hasa kama mbunge anasema bungeni, mbona anasema tuongeze 10% mpaka 30%. Yaani yeye akili yake anafikiria kuwanyanyasa raia wake, wapiga kura wake. Anashindwa kujua kwamba Tanzania ni kati ya mataifa matatu tu Afrika ambayo yana rasilimali nyingi. Tuna Tanzanite inapatikana kwetu tu. Ukienda kanda ya Ziwa kule ni madini kila sehemu, dhahabu, almasi. Tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari Mtwara, tuna bandari Lindi, unaenda Tanga. Lakini mbunge anawaza kuwaibia wananchi hawa hela, akasahau kwamba sisi kama taifa tukisimamia vizuri kwenye bandari, tukasimamia kwenye rasilimali zetu zote, bahari, maziwa, Tanzania itapiga hatua. Hakuna sababu hata ya kuwakata wananchi hela zao. Pesa inapatikana tu mule. Lakini kwa sababu wabunge wanatembelea magari haya, akifika pale, akishapata kwa waziri, anawasha gari, anaenda sehemu anakula hapo, gari na unguruma masaa 18. Yeye anakula tu, hajazima. Lakini sisi wananchi wa kawaida kununua mafuta ni shughuli nzito. Yeye anawekewa mafuta na serikali, yeye analetewa unga na serikali, yeye analetewa sukari na serikali, yeye anajaziwa mafuta na serikali, yeye anawekewa bando na serikali. Halafu huyu anawasema kwamba wale raia waendelee kukatwa 10% kwenye miamala. Sasa of course ni mbunge anatoka katikati, ni mtani wangu, yuko hapo Singida. Moja ya mikoa ambayo wananchi wake bado wako nyuma sana ni watu wa Singida, pamoja na kwetu huko. Yaani mtu anampelekea mtu andazi, mtu ananunua kura moja kwa andazi moja, kura hii kwa andazi moja. Naona shida tulizo nazo. Kwa hiyo mimi ndo maoni yangu bana, kuna shida kwenye swala la wabunge. Rais anafanya kazi vizuri, lakini je, au wabunge alionao, mawaziri wanamsaidiaje kwa wananchi wao? Wanamsaidiaje kwa wananchi? Au mawaziri, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, madasi, dedi, wanamsaidiaje? Alafu tufikie kipindi bro, unajua nchi yetu hii ina mizigo mingi. Ukiangalia kwenye upande wa afya, bado tuna changamoto nyingi, na kwenye elimu, na kwenye barabara, na kwenye umeme na kadhalika. Kwenye maeneo tunayotoka sisi kule, kuna vijiji havina barabara kabisa. Kabisa, yani hamna barabara. Lakini Tanzania ina bandari, ina Tanzanite. Kwa Mheshimiwa Rais anaweza kuwa anajitahidi, anapambana ili wananchi wake wanyanyuke, lakini baadhi ya watu wanaowapa nafasi wanamwangusha. Kwa sababu bunge ni moja taasisi muhimu sana katika nchi yetu. Ni muhimili namba 2 katika nchi yetu. Muhimili ambao sasa haufanyi chochote. Manake tunaweza tukawa na miaka 5 ambayo
hakuna kitakachoendelea. Yaani miaka mitano ndani ya bunge mle hakuna kitakachoendelea kwenye bunge hili. Kwa hiyo mimi kuhusu bunge, wangefuta mamishahara yao na mapato yao mengi yale na mimi ningeingia bungeni bro, ndio ilikuwa ajenda yangu ya kwanza. Kwanza tuna rasilimali nyingi, tutumie rasilimali hizo kuziba mianya ya ambayo haina sababu ya kuendelea kuwepo. Lakini jambo lingine, tupunguze posho za wabunge, hasa wabunge ambao wanaenda mle wanaongea nonsense. Yaani kwenye jimbo lako hakuna maji, hakuna hata zanati moja hakuna. Alafu unakuja kuzungumzia kukata wananchi miamala kwenye simu. Kwa hiyo ule mbunge ajui kwamba nchi ina rasilimali ngapi ambazo zinaweza zikasaidia tu serikali kajiendesha kupitia Tanzanite. Serikali kwa mfano bandari tu peke yake ile ukibana pale bandarini, mishahara yote ya umma hii inaweza ikamaliza. Ukabana Tanzanite pale kwenye mambo tunaweza kujenga kwenye sekta ya afya. Tanzanite inaweza kutusaidia. Tuna dhahabu, tuna bahari huko, uvuvi wa bahari kuu. Tukatengeneza utaratibu tukapata pesa kuliko kuamini wananchi. Tukatumia rasilimali zetu tu ili tuweze kusaidia wananchi wetu. Kwa hiyo mimi nafikiri tuna tatizo kwenye swala la wabunge. Na hiyo yote ni kwa sababu sisi mle wakati mwingine tunajisahau sana kwamba mimi ni CCM, kwa hiyo hata nisipofanya chochote bado nitaingia tu bungeni. Sasa kwa hiyo tuna wakati mgumu na tunahitaji kubadilika ili kwa sababu ni taifa letu. Tembelea mikoa ya kusini, nenda Songea, nenda Mtwara, nenda Lindi. Hali ya kule bado sio nzuri sana. Ukienda mkoa kama wa Mara ule, ukaenda Kigoma, Tabora, hapo bado hali sio nzuri sana. Njoo Dodoma tu, Dodoma yenyewe makao makuu ya nchi. Nenda katembelee wananchi wa vijijini. Mimi niliwahi kwenda kijiji kimoja Dodoma, hawajui hata Kiswahili, wanaongea Kiruga tu. Kwa jimbo la Chemba huko. Wanaongea Kiruga tu. Hata Kiswahili chenyewe shuleni mle sasa sijui wanafanya nini kwenye shule za msingi. Kwa hiyo bado nchi yetu ina mambo mengi ya kufanya. Na ili tuweze kupiga hatua lazima tusimamie vizuri rasilimali zetu. Tuwe na nidhamu ya pesa. Tuondoe siasa za uhasama. Tuunganishe nguvu vyama vyote vya siasa, tufanye kazi pamoja ili tuweze kusonga mbele kuliko kwa kila saa tunachukiana tu. Kila saa mnachukiana nini? Nchi ni yenu wote, mnachukiana nini? Mimi ni binadamu, kuna watu niliwakosea na pia wanahitaji kunisamehe na narejea tena. Mimi kama Cyprian Msiba kuna wakati nilikosea, nahitaji kusamehewa. Mimi binadamu. Kwa hiyo huo utamaduni uwepo hata kwa wanasiasa. Mnapokosana msameheane, mkishasameheana ndio nchi inapiga hatua. Lakini wanasiasa mkianza kuchukiana tu, mimi Chadema, mimi CCM, siji mimi ACT, siji mimi nani, hii nchi itakufa. Na mara nyingi mataifa yote yaliyoingia kwenye matatizo yanatokana na siasa ambazo hazina tija za wanasiasa. Kwa maana ya kuchukiana, kubaguana, kutengana. Ndio kwani mtu anazungumzia haki. Hivi haki ni nini? Haki ni nini? Unataka kuongea tu? Ongea. Ongea. Si shida yako ni kuongea ndio unasema unazuia haki yake ya kuongea, basi ongea tu. Mimi ningekuwa mimi nawaacha tu. Haya, ongea tu. Wewe nitukane tu, mimi Cyprian Msiba nitukane utakavyo. Alafu mimi nikakuacha, nikakuignore. So what? Umeongea, umenitukana, alafu mimi nimekuacha. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo mimi nadhani tubadilike kama taifa. Kuna wakati tumejikwaa, tuone namna tunavyoweza kunyanyuka tena. Lakini tuwe na nidhamu ya pesa kama nchi. Kwa sababu kuna matumizi mengine ambayo ni unnecessary. Unaweka budget kwenye wizara ya vitafunio. Sina chai. Yaani wewe unachukua pesa wakati kuna kwenye jimbo lako tu moja
watoto hawana matundu ya vyoo, bado tunaomba misaada. Yaani unaomba wafadhili watusaidie kuja kutuchimbia mashimo ya vyoo, wakati tuna Tanzanite, una dhahabu, una bandari, una misitu, una hifadhi, una mbuga za wanyama, lakini mbunge akienda mle bungeni anaongea vitu ambavyo hata vieleweki. Kwa hiyo unajua watu wamsaidii Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais ni urais, tunatakiwa kuanzia muhimili huu wa bunge na mimi wamsaidie rais. Rais ana mzigo mkubwa, anatakiwa asaidiwe pia. Unajua mimi ni kati ya Watanzania wachache sana ambao kuanzia 2021 mpaka mwaka huu nilipitia wakati mgumu sana. Lakini sisi watu wa Mara tuna tabia moja, ni wavumilivu. Na wakati mwingine unapokuwa unapitia hatua ngumu, hupaswi kuzungumza. Kikaa kimya pia ni jibu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kwanza kushukuru muhimili wa mahakama. Mimi kama mimi Cyprian Musiba nawashukuru mahakama kwa sababu nilikuwa na matatizo mengi huko, lakini haki imetendeka. Kwa hiyo nimshukuru Jaji Mkuu wa Tanzania, niwashukuru majaji wote wa Tanzania na mahakimu wote kwa sababu haki imetendeka. Nilipitia wakati mgumu sana, lakini nilivumilia. Na sio tu hapo, hata kwenye masiasa humu tunapitia matatizo makubwa sana. Nawashukuru majaji wote, narudia tena, majaji wote. Nawashukuru rafiki zangu ambao tulikuwa nao muda mrefu sana, wananisaidia. Nawashukuru sana. Nawashukuru mahakimu, ule muhimili wa mahakama wote, nawashukuru kutoka moyoni kwa sababu nimepata haki. Na niseme, mimi nakwambia hata ipo siku hata hao watu wengine watapata haki zao. Kwa hiyo nishukuru umuhimu wa mahakama, lakini kwa umuhimu wake kabisa nivishukuru vyombo vya dola. Mimi ni tofauti na wanaovidhalilisha. Na moja ya makosa ambayo tunayafanya kama Watanzania ni kutaka kuvishusha vyombo vya dola vionekane havifanyi kazi. Kosa kubwa sana. Wanakesha na silaha kwenye vituo ili wewe uweze kuongea kwenye TV kama hivi ukiwa salama. Wanajeshi wetu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, maaskari wale wanateseka mipakani ili taifa liwe na amani, taifa liwe watu wafanye kazi zao vizuri. Unatokea na vikundi vya watu wanaanza kuwatukana wanajeshi, wanaanza kuwatukana maafisa wetu. Ni jambo la ajabu sana. Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni moja ya taasisi nyeti sana katika nchi yetu. Hatuwajui. Lakini wamefanya kazi tangu Nyerere anaanzisha hili taifa. Kumbuka tulipigana na Uganda. Hivi nani anajua kwamba maafisa wetu walifanya kazi kubwa sana kusaidiana na Jeshi la Wananchi na vyombo vingine. Kwa hiyo wananchi tusijazwe akili za kutaka kuwadharau na kuwadhalilisha maafisa wetu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ni jambo baya sana. Na unadhani tunalala kwa sababu gani? Watu wanakwenda wanafurahi wako mahotelini wanafurahi. Ni kwa sababu ya vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini moja ya makosa ambayo Watanzania mtayafanya ni kuwadhalilisha na kuwadharau vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hizo ni taasisi muhimu, mnapaswa kuziheshimu, mnapaswa kujua kwamba hao ndo wanatufanya sisi tunaishi, tunakaa, na wenyewe wana familia.
Anaapa kukulinda wewe na mali zake zote na vitu vyake vyote vilivyomo ndani ya taifa hili. Anakesha usiku kucha kwa ajili yako wewe, halafu wewe unatoka hapo unaenda kumtukana na kumdhalilisha. Sio jambo zuri. Leo Trump anapeleka majeshi Iran kwa maana ya kutaka anawasaidia Waisraeli, lakini sisi kama Tanzania tuko kwenye mikataba na sheria za kimataifa kuweka ulinzi kutoka kwenye nchi yako kwenda kwenye nchi nyingine. Leo Tanzania walikuwa wanakwenda mpaka Lebanon, wanakwenda kule maaskari wetu, wanakwenda DRC Congo, ni maaskari wetu, wanakwenda Somalia. Hivi yule ameapa kufa kwa ajili ya nchi yake, yaani kiapo chake yeye ni kufa kwa ajili yangu mimi na wewe. Sasa ukianza kumtukana na kutoa siri za vyombo vyako vya ulinzi na usalama, unafikiria ni sawa? Yaani wewe Mtanzania umepekenywa huku, unaiba siri za taifa lako, unakwenda kuuza kwenye mataifa mengine. Si sawa. Kwa hiyo nadhani Watanzania wenzangu haiwezi kuwa nchi na haliwezi kuitwa taifa na haiwezi kuitwa Tanzania kama hakuna vyombo vya dola. Leo hii tangu 61 Nyerere ametupa uhuru wa nchi hii. Alijenga misingi imara na misingi bora ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Lazima tuviheshimu, lazima tuwaheshimu, lazima tuwalinde. Walioniokoa mimi ni vyombo vya dola hivyo hivyo. Sasa kwa nini nisivishukuru? Mimi niliwatumia message wote wale kuja kufuatilia, kumbe ni wahuni tu, wana makundi yao huko, wengine wako kwenye mavyama ya siasa huko, wana makundi yao ya hovyo hovyo, wanafanya uhalifu ndani ya nchi yetu, halafu mwisho wa siku serikali ndio inaonekana imefanya. Kumbe serikali maskini ya Mungu inafanya kazi yake vizuri. Na wako baadhi ya watu ambao sio waadilifu, lazima tukubali. Wako watu ambao sio waadilifu, wapo baadhi ya watu ambao sio waadilifu. Lakini wakiwa watu wawili watatu sio waadilifu, huwezi kuchukulia taasisi nzima kwamba wote sio waadilifu. Mimi narejea tena na vishukuru vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi tofauti na wengine nashukuru kwa sababu ya uhai wangu na familia yangu. Tunadharau watu ambao wanatusaidia kufanya kazi za maana, halafu tunakuja tunawadharau kwa sababu sisi tuko kwenye mitandao, tuko huko tunajua kuongea, unadhalilisha taasisi yako muhimu na nyeti kwenye nchi. Kisa ndio huo uhuru na haki ya kuongea. Kwamba ndio haki, yani kwamba hiyo ndio haki yako wewe kutoa siri za nchi yako, kwamba ndio haki yako hiyo. Marekani anamtafuta Snowden kule kwa nini? Si Waingereza, si wa Marekani. Wale Warusi. Snowden alikuwa nani? Yule mwandishi alikuwa anatoa siri za Uingereza, si za Urusi. Leo yuko kwa nini wanamtafuta? Haki ni muhimu, lakini haki bila wajibu pia ni tatizo. Tugombane sisi wenyewe, lakini tusidhalilishe taasisi zetu za ulinzi na usalama. Yaani wanasiasa tufanye siasa zetu huko, tusiwaguse hawa watu. Tukianza kuwadhalilisha hawa watu, taifa linaangamia. Kabisa. Mimi nitasema na siogopi kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wanafanya kazi vizuri sana. Kisa wewe ni mwanaharakati. Hapana. Tufanye siasa zetu, lakini tunapokuja swala la kuviheshimu na kuvilinda vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lazima tuwajibike kuwasaidia na kuwaheshimu kama walinzi wetu wa nchi yetu. Lazima. Marekani ile ndio taifa kubwa kabisa
lenye teknolojia kubwa. Lakini angalia raia wa nchi hiyo ya Marekani wanavyoheshimu askari wao, vyombo vyao. Angalia Irani wanavyoheshimu askari wao na vyombo vyao. Sio kwamba sisi ni binadamu. Unajua mnaweza mkawa watu 10, wawili wakawa sio waaminifu. Sasa huwezi kuconclude tu kwamba taasisi nzima hii ni wabaya. Sio kweli. Mimi najisemea mwenyewe nimeokolewa na hao ambao wakina dada zetu wale wanawadharau, ndio wameniokoa mimi. Hao ambao wale wanaharakati wanajiita wanaharakati wanawadhalilisha, mimi wameniokoa. Sasa kwa nini nisiwashukuru? Lazima tuwe na utamaduni wa kuheshimu uzalendo na kuhakikisha kwamba kama taifa tunabaki kuwa wamoja. Na ili tuendelee kuwa wamoja, lazima tuheshimu taasisi zetu za ulinzi na usalama. Cha kwanza, ukividhalilisha na kuvidogosha taasisi zetu za ulinzi na usalama, unaua taifa. Matatizo yapo, lakini matatizo hayo yasifanye tuanze kuwadhalilisha maaskari wetu, vijana wetu ambao wako huko wanafanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi bwana, wakati namaliza nishukuru pia muhimili serikali, maana serikali nao ni muhimili. Nashukuru muhimili huu wa serikali. Namshukuru Rais Samia, maana ndio rais wetu. Ni rais wetu. Namshukuru yeye na serikali yake. Sasa unajua kwa sababu mimi unajua ninashukuru mimi kama mimi kwa sababu nimekwambia hapa kwamba baada ya 2021 pale mimi ni kati ya watu ambao tuliishi tunavyojua wenyewe. Na siwezi kusema mpaka naenda kaburini. Lakini niko hai. Tuwaombee waliotangulia mbele za haki, Mungu awasaidie. Lakini tulio hai tuwaombee waliotangulia. Kwa hiyo ninashukuru tangu wakati huo 2021 mpaka sasa Mwenyezi Mungu ameniweka hai. Ni serikali hii naishukuru. Lazima niishukuru. As individually naishukuru. Kwa sababu unajua, kwa mfano mimi sio kwamba kila mtu ananijua. Mwingine anashangaa wewe anashukuru kwa nini? Unanijua? Kwa hiyo unataka mimi nisishukuru serikali kwa sababu gani? Nimekwambia mimi kuna wakati niliishi kama shetani. Lakini niko hai. Kuna majitu yamechukua vijana Kenya huko kwa ajili ya kuja kuniangamiza mimi. Lakini serikali ime defend. Kama sio serikali mimi ningekuwa nimeshapotea. Kama sio serikali hii mimi narudia tena ningekuwa nimeshapotea. Nilimhadisia mimi kijana wangu hapa alikuja binti yangu. Mimi na binti mkubwa tu. Na ni mtumishi wa umma. Nilimwambia, "Ulitaka kuniteka?" "Nani baba?" Nikasema ni wahuni wako watu mmoja wanajifanya wao wako ndani ya sisi mle, wanajifanya kwamba wao ni wabunge sio kina nani. Wakati mwingine serikali inasingiziwa baadhi ya mambo haifanyi. Inasingiziwa tu. Wanafanya watu na pia lazima muangalie kwamba tuko watu karibu milioni 65. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wako wangapi? Kwa hiyo wale wahuni kuna magunzi humu wameanzisha mavikundi yao ya kwamba wewe ukiwa mpinzani, si wewe ukiwa CCM, wewe ukiwa wana magrupu yao humo wanafanya mambo ya uhalifu humo ndani. Kwa hiyo mimi lazima nishukuru serikali. Naishukuru. Kama upendi ni wewe, lakini mimi naishukuru serikali na vishukuru vyombo vya dola kwa sababu
kuna watu wali attempt kunifanyia upumbavu, na ni watu binafsi kabisa kabisa, na kuna siku nitawataja hadharani, maana hao ndo wanaichafulia serikali yetu hii, wanachafua taswira ya serikali, wanachafua jina la serikali, wanachafua jina la Mheshimiwa Rais wetu. Kisa wewe ni CCM, unaweza ukafanya chochote, kwamba wewe ukiwa CCM ndo unaweza kufanya jambo lolote baya kwa binadamu wenzako. Kuna siku hao wabunge wanaofanya upumbavu ndani ya nchi yetu, kama uko serikalini, kama uko bungeni, unafanya ujinga, una makundi ya kipumbavu, mimi nitawasema hadharani kabisa kwenye TV. Kwa sababu bahati nzuri na mimi kuna baadhi ya mambo nimeyaona mwenyewe, kwa sababu tukio linanihusu mimi mwenyewe. Mimi nikushukuru sana. Kwa mara nyingine nikushukuru kwa kunipa airtime. Sikupotezea muda sana mzee. Nchi yetu ni namba 1 kuliko vyama vya siasa. Vyama vya siasa vinapita, Tanzania ipo. Wanadamu tunapita, Tanzania ipo. Wakati mwingine ukipata cheo haupaswi sana kunyanyua mabega. Ukipata cheo, moja, mshukuru Mungu. Cha pili, nyenyekea mbele za Mungu na mbele za wananchi. Kwa sababu kile cheo umekipata kwa ajili ya hawa wananchi, lazima uwanyenyekee hawa wananchi. Lazima wafanyie kazi hawa wananchi. Na lazima waheshimu hawa wananchi. Lakini nowadays mtu akipata cheo anataka kujionyesha kwamba yeye ni Mungu. Kwamba umepata tu waziri ama umekuwa mtu fulani, wewe unataka kujiona ni Mungu, ukasahau wajibu wako na majukumu yako kuhusu taifa lako na wananchi wako. Asante sana.